Lakini hivi sasa nijielekeze moja kwa moja kwenye suluhu. Tumekuwa na migogoro ya aina mbalimbali ambayo inapelekea changamoto ya uwepo wa watoto mtaani. Na mimi niliwahi kufanya mahojiano na watoto katika jiji la Mwanza, lakini pia jiji la Dodoma na Dar es Salaam. Utagundua wale watoto sababu zilizowafikisha mtaani hazifanani. Wako watoto ambao wamefika mtaani kwa sababu ya migogoro hiyo ya kifamilia. Wapo watoto ambao wamefika mtaani kwa sababu ya changamoto ya umaskini katika kujitafutia mahitaji yao wenyewe. Lakini pia wako watoto ambao wamefika mtaani kwa sababu tu ya uzembe wa wazazi kutokuwajibika. Hata ukiweza kumrudisha kwa mzazi, yani mzazi mwenyewe haoni kama ni shida mwanae kuwa mtaani, na wakati mwingine wazazi wanafurahia watoto wao kuwa mtaani kwa sababu wamewageuza kuwa chanzo cha mapato yao. Kwa hivyo basi, hoja ya kwanza hapa ambayo nilikuwa naijenga ni kwamba kujikita katika kubainisha sababu zinazopelekea watoto kuwa mtaani kwa kuwaengage, kwa maana kuwahoji na kuwahusisha ili kuweza kuchukua hatua sahihi kwa kuweza kubaini changamoto mahususi ambayo imempeleka mtoto mtaani. Kwa sababu tuna watoto wengi na asilimia kubwa changamoto zinatatulika tu kwa urahisi. Kingine ni elimu kwa umma kupitia uratibu wa kampeni, mijadala ya kijamii. Sasa hivi tuna mpaka mitandao ya kijamii, tuitumie kwa maslahi ya jamii, kwa maana ya kuelimisha jamii zetu. Lakini pia elimu ya malezi kwa walezi na wazazi. Nafikiri hoja hiyo imeshazungumzwa. Mtu anapoingia ndani ya ndoa aelimishwe ni namna gani atatakiwa kuishi kwenye ile ndoa yake akitegemea kupata watoto. Lakini pia elimu ya uwezeshwaji.